Hali gani mtazamaji wa Gift Online TV, nikukaribisha tena kutazama kile ambacho kiko mbele yako kwa siku hii ya leo. Kipindi wani ni Live Theater, tukizungumzia wajibu wa dereva na jamii pale ambapo ajali inapotokea barabarani. Kwa hiyo kaa tayari kutazama ili ufahamu ni kitu gani ambacho unapaswa kukufanya, lakini pia ujue wajibu wako wewe kama dereva, wewe kama jamii, ni kitu gani ambacho unapaswa kukifanya. Niko hapa na mtaalamu ambaye atakwenda kuzungumzia kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Endelea kututazama, endelea kusubscribe, kushare pamoja na kulike. Karibu sana. Asante sana. Habari ya asubuhi. Salama, sijui za kwako. Mimi niko salama. Ndio. Basi kwa faida ya mtazamaji wetu wa Gift Online TV. Ndio. Kwa majina mimi naitwa mkaguzi wa polisi Allen Chitunda. Ndio. Niko katika dawati la elimu ya usalama barabarani mkoa wa Kilimanjaro. Okay. Ambalo dawati hili linahudumu chini ya ofisi ya RTO mkoa wa Kilimanjaro. Ndio. Mada ya siku ya leo ni kuongelea wajibu wa dereva na jamii pindi ajali inapotokea barabarani. Watazamaji wangependa kufahamu kwa undani zaidi. Asante sana. Kama ulivyokwisha kuitambulisha mada yetu ya leo, ndio tutaongelea kuhusu wajibu wa dereva, ndio, lakini pia wajibu wa jamii, ndio, pindi ajali ya barabarani inapotokea. Okay. Wajibu wa dereva, pindi ajali inapotokea barabarani, okay, wajibu huu umetajwa katika sheria ya usalama barabarani. Okay. Sheria yetu ya usalama barabarani, ndio, sura ya 168, ndio, kama ilivyofanyiwa mapitio mwaka 2023. Okay. Ukisoma katika kile kifungu cha 68, ndio, kimeeleza bayana wajibu upi anaotakiwa afanye dereva pindi ajali inapotokea barabarani. Okay. Ukisoma vizuri kifungu hicho cha 68, ziko wajibu mbalimbali ambazo dereva anapaswa azifanye. Moja, imetajwa mle, inapotokea ajali, okay, dereva anatakiwa asimame. Okay. Asimame, lakini pia afanye tathmini ya mazingira ya hiyo ajali. Ndio. Lakini tatu, asaidie kama kuna majeruhi ambao wametokana na hiyo ajali, basi aweze kuwasaidia. Lakini pia kifungu hicho cha 68 kimeweka bayana, kama dereva ataona hayo mazingira si salama kwake, kama ataona mazingira hayo si salama kwake, okay, basi anaweza kwenda kwenye kituo chochote ambacho kiko karibu na karipoti taarifa hiyo ya ajali. Okay. Tunaposema si salama, wakati mwingine inaweza ikatokea ajali barabarani, na dereva akafanya tathmini ya ile ajali, akaona eneo hilo pengine linaweza likaleta madhara kwake yeye, basi sheria hii imetoa mwanya kwa dereva kuondoka eneo hilo la ajali. Okay. Lakini kuondoka huko sio kwa maana kujiondokea tu, bali kwenda kujisalimisha katika kituo cha polisi na kuripoti taarifa hiyo ya tukio la ajali. Okay. Na kwa mujibu wa kifungu hiki pia cha 68, kimeweka bayana muda ambao unapaswa uripoti tukio la ajali. Okay. Na kwa mujibu wa kifungu hiki cha 68, dereva ama mtu yoyote yule ambaye atakuwa amehusika kwenye ajali wamewekewa muda wa masaa 12. Okay. Kwa hiyo ndani ya masaa 12, dereva anatakiwa awe ameripoti taarifa hiyo ya ajali. Ndani ya masaa 12, dereva anatakiwa awe ameshajisalimisha katika kituo cha polisi kwa ajili ya kutoa hiyo taarifa ya ajali. Kwa hiyo wajibu wa dereva, kama nilivyosema awali, pia ana uwezo wa kusaidia majeruhi. Umesababisha ajali, umeona kuna majeruhi, waweza kuwasaidia, lakini kama ni salama. Lakini pia unaweza ukabakia hapo kwa sababu kwa ajili ya kusubiri hatua zingine za kipolisi, lakini kama ni salama. Lakini kama si salama, basi unaweza ukajiondoa hilo eneo kwa nia iliyo njema kwa ajili ya kwenda kuripoti hiyo taarifa ili hatua zingine za kipolisi na za kiuchunguzi ziweze kufanyika. Okay, sawa. Na tunaona ajali inapotokea, jamii wanakuwa wa kwanza wanamshambulia dereva kumpiga. Je, kitendo hicho ni sawa ama sio sawa? Hicho kitendo kwanza ni kinyume na sheria zetu za nchi. Okay. Lakini kitendo cha namna hiyo ndipo
tunakuja kuzungumza sasa nini wajibu wa jamii inapotokea ajali. Kwa mfano hapa tumeshazungumza kuhusu wajibu wa dereva. Lakini tunao watu ambao wanaishi kando kando ya barabara. Tunao watu lakini wanakuwa ni wa kwanza kufika kwenye matukio ya ajali. Wao wajibu wao ni upi wanapofika kwenye maeneo hayo? Cha kwanza, wao wana wajibu wa kuwasaidia waathirika wa tukio la ajali. Wanajamii wanaoishi kando kando ya barabara au pengine wanakuwa ni watu wa kwanza kufika kwenye tukio la ajali. Wanashauriwa kutoa msaada wa kibinadamu. Kama kuna majeruhi basi wawatoe, wawasaidie kuwawezesha kufika katika vituo vya afya kwa haraka. Lakini pia pengine unakuta ajali labda watu wamebanwa, wameminywa mahali, basi wanajamii hawana budi kusaidia, lakini pia kwa kuzingatia njia za usalama. Lakini wanajamii hawa mbali na kusaidia waathirika wa tukio la ajali kama hivyo, kuwatoa na kuwapeleka katika vituo vya afya, wao pia wanao wajibu wa kutoa taarifa. Na taarifa yao wanaweza pia nao wakatoa katika vituo vya polisi au katika viongozi wao wa mtaa, serikali ya kijiji, serikali ya kitongoji ama serikali ya mtaa. Basi wale wanajamii, hata kwa viongozi wa dini, wanaweza wakasema, bwana, tumepatikana na ajali hapa, tunaomba muwasiliane na hizi mamlaka ili ziweze kufika. Lakini pia hawa wanajamii, mbali na wajibu huo wa kuwasaidia, mbali na wajibu wa kutoa taarifa, lakini pia wanao wajibu wa kuwastiri wale wanaoonekana wamepoteza maisha. Unafika kwenye tukio lingine la ajali, unakuta pengine ndugu yetu ameshatangulia mbele ya haki. Basi kama wanajamii tunao wajibu wa kumstiri, kama yuko barabarani au yuko pembeni mwa barabara. Tumeona zamani wamama wanatoa kanga, vitenge, wanafunika. Na si kama hulka na silika iliyokupo sasa hivi, ama pengine tabia za baadhi ya watu ambao ziko sasa hivi. Linapotokea tukio la ajali, wao wamekuwa wepesi wa kutoa simu zao, kuanza kurekodi, kuanza kuchukua video clip, kuanza kurekodi tukio zima na kurusha kwenye mitandao. Unapofanya hivyo unakuwa umefanya kosa kwa mujibu wa sheria za mitandao. Lakini pia unatweza utu wa mtu. Unatweza utu wa mtu. Tunasema tukio kama hilo unalomfanyia mwenzako, hebu ligeuzie sasa kwako. Pengine ungekuwa unafanyiwa wewe ama anafanyiwa ndugu yako wa karibu, ungejisikiaje? Kwa hiyo mwanajamii tunamtaka inapotokea ajali tuache hizi tabia za kupiga picha, za kurekodi na kutuma huko kwenye mitandao mbalimbali. Unapofanya hivyo unakosa kisheria, lakini pia unashindwa kulinda ule utu wa mtu na ile hali ya kibinadamu. Lakini pia wanajamii, mmoja wa wajibu wao pia mwingine ni kuacha tabia ya kuiba mali za wale walioathirika na tukio la ajali. Hawa waliopata tukio la ajali wenzetu, binadamu wenzetu, ndugu zetu, kitendo cha wao wamepata ajali kisiwe fursa kwa baadhi ya watu sasa kujichukulia kwamba hiyo sasa ni fursa tuibe simu zao, tuibe mali zao, tuibe vitu walivyokuwa navyo. Hilo tunapofanya hivyo tunakuwa tumefanya pia kosa. Lakini pia tuache tabia ya kujichukulia sheria mkononi. Jamii tunaiasa iache tabia hii ya kujichukulia sheria mkononi. Tukio la ajali limetokea, acha vyombo vya kitaalam vifanye kazi yake kitaalam, vichunguze, vibaini nani mkosaji na nani ambaye amekosea, ili sasa hatua za kisheria zichukuliwe kwa mujibu wa sheria, na si kuanza kupiga watu. Ziko baadhi ya changamoto, mtu wa pikipiki anaweza akagongwa na gari bila kujua kwamba mtu wa gari mwenye kosa au mtu wa pikipiki mwenye kosa. Basi linatokea kundi mojawapo hapo na kuanza kushambulia, pengine kuharibu gari,
pengine kuchoma moto, lakini pengine pia kumshambulia na dereva husika. Okay. Kwa hiyo unapofanya tabia hii ya kujichukulia sheria mkononi, pia ni kosa kwa mujibu wa sheria, lakini pia unajiweka katika nafasi ambayo ni mbaya kwako. Okay. Iko tabia nyingine ambayo pia wanajamii wanapaswa waachane nayo pindi inapotokea ajali. Tabia ya kufunga barabara. Wako baadhi ya watu kwenye maeneo yao inapotokea ajali, wao sasa ndio imekuwa fursa ya kutafuta mawe makubwa, ya kutafuta miti, magogo na kufunga barabara. Unapofanya hivyo unafanya kosa, lakini inapotokea ajali viache vyombo husika vifanye kazi yake ili ibainike yupi amevunja hiyo sheria, sheria ziweze kuchukuliwa kwa mujibu wa utaratibu, na si kuanza kuleta taharuki, kuweka mawe, kuweka miti, kupiga watu, kurusha mawe barabarani na vitu vya namna hiyo. Na je, ni sahihi pale ambapo ajali inatokea unakuta wameweka sio kuziba njia, bali unakuta ajali imetokea pale wanapanga mawe wanaweka na matawi ya miti. Je, hiyo ni njia sahihi? Bado si njia sahihi. Okay. Kwa sababu kitaratibu ajali inapotokea viko viashiria ambao madereva wamefundishwa darasani vya kuweka. Okay. Moja ya kiashiria hicho ni kuweka pembe tatu angavu. Pembe tatu angavu tunasema reflective triangle. Zile sasa ndio zinazowekwa barabarani ili kutoa taarifa kwa watumiaji wengine wa barabara kwamba mbele pana hatari. Okay. Lakini unapoweka mawe, anaweza akaja mtu ghafla akakutana na hayo mawe, tunaweza tukasababisha tena ajali nyingine. Okay. Lakini pia uko wajibu mwingine ambao wanajamii wanatakiwa pia waufahamu. Okay. Wajibu ambao unaotakiwa wanajamii waufate ni kuacha kurundikana barabarani pindi ajali inapotokea. Okay. Iko tabia ya baadhi ya wanajamii, inapotokea ajali barabarani wao wana tabia ya kurundikana. Okay. Nikisema kurundikana sina maana kwamba wasitoe msaada. Na ndio maana nikasema pale awali hata kama tunatoa msaada, basi tutoe msaada kwa tahadhari huku tukiangalia usalama wetu. Okay. Sasa kuna ile tabia watu wamekaa barabarani wengi, hawajaweka viashiria vyovyote. Tunapofanya hivyo tunajiweka pia na sisi katika nafasi ambayo ni hatarishi zaidi. Inaweza ikatokea gari lingine halijapata hiyo taarifa hiyo ajali na likaleta tukio lingine. Lakini pia wanajamii tunawaasa waache tabia ya kukimbilia magari yenye vimiminika hatarishi. Okay. Pindi yanapodondoka. Ama pindi yanapoanguka au pindi yanapopata ajali. Magari haya yenye vimiminika hatarishi ni kama magari haya yanayobeba mafuta. Okay. Yako magari yanabeba mafuta ya petroli. Yako magari yanabeba gesi, yako magari yanabeba vimiminika mbalimbali. Okay. Vya viwandani, yako magari yanabeba diesel. Magari haya yanapodondoka, sisi kama wanajamii tunao wajibu wa kutoa taarifa na kukaa mbali. Okay. Na magari haya, na sio kuchukua sasa kama fursa kwamba twende sasa tukachukue mafuta, twende sasa tukatoe betri, na madhara yake nafikiri kila mmoja wetu anafahamu kwamba litakalotokea hapo basi litakuwa ni janga kubwa zaidi. Okay. Sawa, ni kitu gani ambacho sasa tunaweza kufanya kutokana na hayo yote ulioyaeleza? Kitu gani sasa unatoa kama rai ama kama tamko ambalo linapaswa kufanyika kwa dereva pamoja pia na jamii? Rai yetu kwa wanajamii ambao wanaishi kando ya barabara au wanakuwa wa kwanza kufika katika matukio ya ajali ni kujali utu na ubinadamu wa wale wenzetu waliopata ajali. Okay. Lakini pia na kuwasaidia majeruhi. Okay. Kumekuwa na tabia ya baadhi ya watu pengine kutokufahamu. Matukio ya ajali ya barabarani tofauti na makosa mengine ya jinai kama mauaji, kama makosa mengine ubakaji. Ajali ya barabarani inapotokea na sote tumeshuhudia mtu X amegongwa na gari barabarani, basi hatuna budi kumsogeza, kumtoa eneo la barabara.
tunaruhusiwa kumtoa eneo la barabara na kumweka pembeni na kufanya utaratibu mwingine ikiwemo kusaidia huyo mtu, na si kumwacha barabarani kusema mpaka vyombo vije. Wakati mwingine imetokea hatumtoi hapa mpaka jeshi la polisi lifike hapa. Kwa hiyo tunao uwezo wa kumsaidia huyu mtu na kumwaisha kwenye vituo vya afya ili angalau aanze kupewa huduma za afya. Na hizi fomu nyingine za polisi ikiwemo ile fomu ya matibabu nayo inaweza ikamfikia mahali hapo alipo ili tuweze kuokoa maisha ya ndugu zetu hawa. Kwa hiyo wito wangu mkuu uongozwe na utu na ubinadamu. Sawa. Tumefika tamati kwenye kipindi hiki cha Live Theater tukizungumzia wajibu wa dereva pamoja na jamii pindi ajali inapotokea. Nazungumza mengi lakini tuna mengi ya kujifunza. Nini neno lako la mwisho katika kuhitimisha kipindi hiki? Neno langu la mwisho, usalama barabarani ni jukumu letu sote. Kila mtu asimame kwenye nafasi yake ili kwa kila kundi tuone kwa namna gani tunaweza tukaepusha ajali hizi za barabara na sote tukabaki kuwa salama. Ndio. Sawa, nikushukuru sana kufika kuendelea kutoa elimu, lakini usichoke, endelea kutoa elimu ili kupunguza na kuokoa maisha ya watu, miundombinu pamoja na mali mbalimbali. Asante sana.